Ushirikiano huu tunaokwenda kusaini leo hii na CCBRT una aksi moja kwa moja umuhimu wa nguzo ya jamii kwa kuhakikisha kuwa huduma za kifedha zinapatikana kwa usawa kwa wateja wote. Aidha, tunachokifanya kinaunga mkono malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, hususan katika maeneo matatu. Kwanza, SDG 1 kutokomeza umaskini, SDG 8 uchumi jumuishi na ajira, na SDG 10 kupunguza pengo la usawa. Benki ya CRDB haitakuwa mshiriki wa kawaida katika sekta ya fedha nchini, kwani tunalenga kuendeleza kuwa kinara wa mabadiliko kwa maeneo mbalimbali ya huduma zetu. Mfano, tunataka kuwa injini ya uchumi jumuishi wa makundi yote ya kijamii nchini, kuwa kiongozi wa ujumuishi wa huduma za kifedha nchini. Tunataka kuwa mfano wa utekelezaji wa endelevu wa huduma kwa vitendo, ubunifu na ujumuishi wa huduma za kibenki. Leo hii tunapiga hatua nyingine zaidi katika juhudi zetu za ujumuishi wa kifedha kwa kusaini makubaliano haya na CCBRT. Huu ni ushirikiano utakao changanya yako mambo mawili. La kwanza, utaalamu wa CCBRT katika ujumuishi. Wote mnafahamu ni moja ya hospitali nchini zenye viwango, zenye viongozi bora, huduma safi na mafunzo mbalimbali. Na hasa ukiongea watu wenye uhitaji maalum, nadhani sijui kama Watanzania wanajua kwamba unafanya mengi sana. Lakini jambo la pili ni uwezo wa benki ya CRDB katika kutoa huduma za kifedha kwa wananchi. Katika eneo hili, kwa makubaliano haya, wafanyakazi wetu kote nchini watapata mafunzo, wataweza kuweka mazingira sahihi, lakini watakuwa tayari kuhudumia watu wenye mahitaji maalum. Kupitia ushirikiano huu, tunalenga vile vile kujenga uwezo wa wafanyakazi wetu kama nilivyosema, lakini sio hilo tu, kubuni huduma zetu vile vile ziendane na mahitaji yao. Eneo lingine ambalo la msingi na hasa ambao ni muhimu zaidi, nimewatajia benki ya CRDB ina huduma zaidi ya benki. Sisi tuna foundation yetu. Kazi yake ni kutoa elimu ya fedha kwa wananchi. Kwa kupitia mahusiano haya, mitaala yetu itaboreshwa. Hivyo unapokuwa kule kwenye kuzunguka nchini, waweze kutoa mafunzo ya fedha. Lakini lingine, tuna kampuni ya bima, na sio kila mtu anajua huduma za bima umuhimu wake. Sawa sawa. Kupitia makubaliano haya, wataalamu wa bima watapata elimu zaidi ya kuelimisha jamii wanapotoa huduma za umma. Tayari hatua zimeanza kuchukuliwa, kwani wafanyakazi 60 tayari wamepewa mafunzo ya lugha ya alama, na kundi jingine la watu 30 linatarajiwa kuhitimu mafunzo kesho kutwa. Nadhani wote mnapokuwa kwenye mikutano mkiona mtu anatoa signs, mwanzo kadhani kwamba labda haongezi lugha zaidi hapo. Sasa mkiona wafanyakazi wa CRDB, mjue sisi sote tunajua signs. Na yote hii ni kutokana na CCBRT wanatuwezesha. Tunafanya hivi. Tunafanya hivi. Exactly. Na juhudi hizi zinaendelea kupanuliwa ili kuwafikia wafanyakazi wengi zaidi, hivyo kuboresha utoaji wa huduma zetu. Tunacholenga si kutoa huduma tu, bali tunataka kubadili maisha ya Watanzania. Vile vile tunataka kujenga benki ambayo kila Mtanzania anapata huduma bila vikwazo, kila mteja anaheshimiwa na kuthaminiwa, kila mtu anapata nafasi sawa ya kushiriki katika uchumi. Labda niseme kitu kingine, tuna wafanyakazi wasiopungua 4,800.
na sisi tunatarajia kila mfanyakazi ndani ya benki yetu ajue. Atajuaje? Sisi moja ya value yetu ni continuous learning. Hauhitaji kuwa darasani kujua mambo haya, kwa sababu sisi BRT wataweka utaratibu wa kutoa zile flyers, booklet fupi, kila mtu atapewa, na kila mfanyakazi eneo lake la kazi atakuwa anajifunza. Napoelekea kumaliza, napenda kutoa wito kwa taasisi nyingine za kifedha kutambua kwamba ujumuishi si tu kufikisha huduma kwa wananchi, bali ni hatua za makusudi za kuhakikisha kuwa huduma zinawafikia wananchi zinazingatia mahitaji, falsafa, hali na uhalisia wa mlengwa. Hivyo hatua tunayochukua leo ni zaidi ya makubaliano. Kwanza ni kauli ya uongozi. Tumesema benki yetu ni. Lakini pili ni kauli ya uwajibikaji. Sisi we are responsible bank katika mazingira yote. Lakini kauli ya mwelekeo wa baadaye. Benki ya CRDB tumechagua kwa makusudi kuongoza mabadiliko haya, kwa sababu tunaamini kuwa maendeleo ya kweli ni yale yanayomgusa kila mtu. Nzuri. Nzuri. Ewa. Ingekuwa habari haieleweki tunasema mbaya. Lakini hapa tunasema nzuri. Kazi hii ikifanyika kwa kutekeleza afua mbalimbali kama vile tathmini ya ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika ajira, kujenga uelewa. Hilo ni jambo kubwa sana, kujenga uelewa kuhusu watu wenye ulemavu kwa wafanyakazi, mafunzo kwa waajiri kama CRDB kuhusu namna ya kuwajumuisha watu wenye ulemavu mahali pa kazi, tathmini ya ufikiaji wa miundombinu mahali pa kazi. Kakaangu hapa Dr. Abdulmajid amezungumzia kutiwa saini kwa haya makubaliano. Ni ishara kabisa kwamba tunaonyesha dhamira ya dhati ya benki hii na shirika la CCBRT katika kutengeneza mazingira wezeshi mahali pa kazi yatakayowezesha watu wenye ulemavu kutekeleza majukumu yao au kupata huduma za kibenki, kuboresha ufikiaji wa miundombinu na kujenga uwezo wa ndani wa kujumuisha watu wenye ulemavu. Kama alivyosema, tumeshaanza mafunzo, sasa hii ni cohort ya 3 na mara kadhaa nakutana nao kwenye corridor, wako very excited. Abdulmajid, timu yako kwa kweli inafurahi kwa kupata hizi nondo ili waweze kutoa huduma bora kabisa za ujumuishaji. Makubaliano haya yanatarajiwa kudumu kwa kipindi cha miaka 2 kuanza Juni mwaka huu mpaka Juni mwaka 2028. Na kupitia kituo chetu hichi cha mafunzo cha CCBRT Academy, kama nilivyosema, tumeweza tayari kutoa hizi lugha za alama, na angalau leo hii mtaondoka mkijua kusema habari, si ndio ndugu zangu? Ndugu washiriki, taasisi zetu hii mbili zimekubaliana kushirikiana katika kujenga uwezo wa kujumuisha watu wenye ulemavu katika huduma za kibenki katika matawi yote ya CRDB Tanzania, ambapo mafunzo haya yatatolewa kwa management na wafanyakazi wote wa benki hiyo. Mafunzo ya kiutaalamu kuhusu ujumuishaji na mafunzo ya lugha ya alama kwa wafanyakazi wenye uwezekano mkubwa wa kukutana na wateja. Tuliona ile clip ambayo mfanyakazi wenu mmoja, nadhani ilikuwa ni branch ya Mlimani City, ambapo alikuwa anaongea na watu wenye ulemavu. Yaani sio tu furaha ya yule kijana,
lakini furaha ya yule mwenye ulemavu alivyokuwa haamini, anaona mtoa huduma wa benki anawasiliana naye moja kwa moja. Kwa hiyo niwapongezeni sana CRDB. Sasa kwenye haya makubaliano kipekee, sisi BRT itakuwa na majukumu yafuatayo. Kwanza, kutoa utaalamu ambao utawezesha benki ya CRDB kubadilika na kuwa mwajiri jumuishi na mtoa huduma jumuishi kwa watu wenye ulemavu. La pili, ni tutafanya utafiti kuhusu mtazamo wa wadau kuhusu ujumuishwaji na tathmini ya ufikiaji wa miundombinu na tathmini ya ujumuishwaji itakayosaidia benki ya CRDB kufanya maamuzi na kutayarisha mipango ya utekelezaji. La tatu, tutaisaidia benki ya CRDB kuboresha na kutengeneza sera, miongozo na mikakati wa muda mrefu wa ujumuishaji wa watu ulemavu. La nne, tutasaidia benki ya CRDB kupata zana, miongozi bora itakayosaidia kuajiri, kuwatayarisha na kuwajumuisha watu wenye ulemavu katika ajira za bank. La tano, tutaishauri CRDB Bank juu ya viwango vipya vya kimataifa vinavyoibuka vitakavyoiwezesha benki hii ya CRDB kuwa jumuishi hata baada ya makubaliano haya kukamilika. Na la mwisho, tutatoa mafunzo maalum kuhusu ujumuishwaji kwa maafisa rasilimali watu ambao ninawaona baadhi yao wako hapa, mameneja, watayarisha mipango, watu wa fedha na wafanyakazi wanaokutana na wateja na kukuza uelewa ndani ya taasisi.